wasiache Islam. Na wallahi hawapotezi. Na zaidi yote majua Bilal viteso tesingana. Na neno lake lilikuwa ni moja, ahad. Ahad. Hivyo. Acheni kucheza Islam. Sawa sawa. Wallahi msicheze na Uislamu. Watu wacheze na maidini lakini wasisi na dini. Inshallah tusome hadithi moja. Hadithi ya babu wadaa sahib wa wasiyatu wa illa fi raqihi safari wa ghaib. Faida rakam 91. Ikra ya wana. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah babu wada'i sahib wa wasiyatuhu inda tiratihi bisafar wa ghairi. Na mlango ambao unatufunza umuhimu wa mtu kuaga unapokuwa mtu anakata wasafiri. Ni vizuri kwa wale ambao toka. Maana kuna watu wengine leo ni bongo wameandika. Ejira kabone darasa hii tunalikosa tumozema. Na kuna wakati tunakimbilia lomian. Hasa mzamo kimbilia babu. Mbona kwa nimetoka kidogo. Sasa Sheikh Fitina nini? Lazima masigina tunaweza. Lakini Uislamu umetuhimiza mtu kuaga. Unakosafiri aga. Na wenzako wanakasafiri mbona anapenda muage. Na katika kumuaga sio tu ile bai au kwa heri kama tumezoea bana, muaje mkuborea dua kwa sababu safari ni hatua. Kuonana ni majaliwa. Ni wangapi wamesafiri na pengine hawafiki wanakokwenda. Na ni wangapi walisafiri wakafika wanakokwenda lakini hawakurejea walikotoka. Sawa jamani. Na hasa inapokuwa ni ndugu zako wa karibu, na hasa inapokuwa ni maswahi na wenzako, rafiki zako, wenzako na shiriana ni kazi. Waage. Yani hii sunna imebakia kwa Uislamu mnakenda Maka. Ndio imebaki sana. Mtu akienda Maka ndio anaingia mlango kwa mlango. Na wengine wanaona fulani na siku atupatane acha mwana tukamalize maana ndio imebaki Yesu. Bwana mtawe na Maka ndio anasumbuka hivi. Wakati dini imetolesha umuhimu wa kuaga. Wa wasiyatu inda firaqi safari, na kuhusia. Sio kibuago, unakokoma mwenzako wanakwenda, mpe usia, kaka wewe naenda Dubai. Ufanya nini? Kufanya kazi. Musie. Na si lazima mpaka wewe ushapata Dubai, hapana. Basi ni dogo tu naambia pamoja na bora kwenda kukaa chuo la Uislamu. Pamoja na kazi tutatumika usikose kusali. Ile nchi inasemekana labda kuna uhuru wenu hapa akulini kaojilinde. Sawa jamani. Nasaha. Watu wapeane nasaha. Anapokuwa mtu anaelewa ni safari yoyote ile, almuhimu iwe ni safari mubah, iwe ni safari ambayo sio safari ya maasi. Sio mtu anapaa kwenda kuanga eti unamwanga. Au mtu anakwenda kuroga, au mtu anakwenda kufanya safari zake za mauaji, hapana. Lakini mtu ameenda kibiashara, mtu ameenda lifu, mtu ameenda kwa ugonjwa, mtu ameenda kufanya kazi, ameenda kusoma. Sawa jamani. Mtu muaji na umpe usia. Ndio dini limetufunza na ndivyo alivyokuwa amewalea mtume maswahaba zake la umma mzima. Na Muhammad Musafa begin day ya day. Na katika kuaga sasa, mila na desturi za watu zimeachana. Kuna watu katika kuaga anapepea mkono. Kuna mwingine katika kuaga anamshika mkono ule bila kuondoka. Ndio kwa kweli tutanishe tena Allah na hivi. Na kuna wengine katika ile kumshika mkono hamshiki na mkono mmoja, bali anamshika mikono yote. Ili ule mmoja anachukua yake yote miwili anaiweka juu, sijui kama mshore hiyo mfano mzee bro. Unaona mtafanya. Kuna watu wako hivi na mikono yote miwili. Na kuna mwingine anaona hii haitoshi, anaomba leta na Mungu. Sio kama ninaeleta, anaomba hivi. Dini nasema nini? Hukumu muswafa kwenye swala la kupeana mikono bikiltai ya dai, lakini kwa kutumia mikono miwili. Uislamu unasema kwa lugha nyingine inachuhusu.
au ni katazo au tukipeana mikono tufanye aje? Uislamu umetufunza aje? Na Abdullah ibn Yazid al-Khatami sahabi jalil radiyallahu anhu. Abdullah ibn Yazid al-Khatami ni mmoja miongoni mwa maswahaba ambao wanajulikana sana, Allah amridhie. Anasema nini? Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada an yuwaddi al-jaysh, anasema kana Rasulullah, alikuwa mtume wetu Muhammad mtume wa Allah, idha arada an yuwaddi, alipokuwa mtume anapotaka kuliaga jeshi la Kiislamu. Kwa lugha nyingine, mtume wetu Muhammad baki tu alikuwa ni mtume, alikuwa ndio amiri jeshi. Kwa hiyo anakokuwa amechagua kundi la wanajeshi ambalo anajituma likapigane jihadi sehemu, kabla ya kundi lile kuondoka Madina, mtume alikuwa analiaga kama kiongozi. Ilikuwa ni desturi yake, hawaachi tuendelee. Hapana, pamoja na kuwa katika lile kundi tayari amemteua kiongozi ambaye watatakiwa wamtii amiri jeshi, lakini yeye kama namba moja alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana waaga. Na hasa hii desturi wale itumia maswahaba wote wanaona, kwa sababu kama mnakumbuka nyuma tulizungumza kwamba msikiti kama msikiti zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sehemu kubwa sana kiasi ambacho tulifikia kusema kwamba kana mnakaa ijtimaa ujeshi, msikiti ndio kwa sehemu ambayo hata jeshi la Kiislamu indaputalia, yani mtume anapanga programu ni msikitini. Kwa hiyo kabla ya kuondoka umejipanga pale nje, wenye silaha zao, wenye vyakula, wenye nini, kisha mtume anatoka anawaaga. Katika kuaga kuna maneno huwa anasema. Maneno gani? Astaudiullah dinakum. Na mtume alikuwa anasema astaudiukumullah dinakum, astaudiullah, ai ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dina akuhifadhieni dini yenu. Kabla ya mengine yote namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, safari mnayokwenda ya kuupigania Uislamu, namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhieni dini. Hapa ninakuja swali. Mtume alikuwa na shaka na maswahaba wake? Majibu ni hapana. Hivi sisi na maswahaba wacha Mungu ni kina nani? La shaka sahaba rabishina ni kaumu bora, lakini mtume anawaambia namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhieni dini yenu. Kwa nini? Wakasema wanazuoni, wakasema lianna safar, kwa sababu safari, kawaida ya safari yote tuacha teleje, huwa haikosi karaha kwa yule msafiri. Hata ukafikia hoteli nzuri, hata ukasafiri kwa usafiri mzuri, labda ni gari imeeleza masharti, labda ni ndege imeeleza masharti, safari ni aghamu. Kwenye hadithi nyingine mtume alisema as-safaru qit'atu min al-adhab, safari ni sehemu ya adhabu kwa mtu. Na ndio maana mtu anapokuwa bisafiri huwa hajisikii uhuru au kujisikia vizuri 100% mpaka pale amefika kwake karejea, ndio wanajisikia kama kufika. Na Allah kwa sababu anajua zaidi ya nini na mimi, kwa sababu unapokuwa uko msafari isehemu ya adhabu, na ndio maana Allah akajalia katika asbab istijabati dua, katika sababu zinazompelekea kuja kiomba dua inapokelewa, dua musafir, dua ya yule ambaye yuko katika nini, katika safari, kwa sababu kwa wengine yuko ndani ya adhabu. Kwa hiyo inaya ya Mungu, ufuatiliaji wa Mungu kwako ni kubwa, na huruma wa Mungu kwako unazidi, na ndio maana ukimlilia Allah anafanya nini? Anatia tiki. Kwa hiyo kutokana na kuwa safari kama sababu, safari kama safari huwa haikosi kuwa na mashaka, mitihani, matatizo, michoko. Wakati mwingine safari yenyewe kama hizo zetu bwana zile zinajulikana. Watu wengine mtu unafika na kichwa kinauma. Kuna wengine hiyo safari anatapika. Kuna wengine hiyo safari hata kula anacheua hawezi kula. Kuna wengine hata kama amefikia hotelini hapati usingizi.
watu tupo tofauti. Hapana, kuna wengine alhamdulillah Allah alwajalia mpaka ndio Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Mwenyezi Mungu anagawa bila hisabu. Kuna wengine Allah amewapa usingizi mpaka unasema hao walipendeleo. Yaani hata akiwa ameshigama tu yeye amekuwa hapo, lakini kuna wengine subhanallah anaweza akalala hata hotelini siku tatu na hoteli imeeleza masharti, lakini hawamepata usingizi. Sidani wapo. Sasa kwa sababu safari kama sababu ina mashaka, safari kama safari ina hofu, na hasa hizi ambazo zinajulikana hizi. Na tungine imeingia ndani ya basi, mnajiuliza na hili litatufikisha kweli au tufiki? Maana na gari pia zimeachana. Na kuna zingine ndio hivyo tena, ikiwa ni ndani ya poti, Allahu musta'an, dua haziishi kinywani, hasa upepo ukiwepo yama. Mbona bahari na mlima una yani hofu. Kwa hiyo kutokana na yote hayo, kuna wakati anabelekea mtu hata dini yake kwa Uislamu haitekelezi mkasafi. Na ndio hikma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtukana sema kwenye hadithi nyingine, mtukana sema arraqibu shaytan wa raqibani shaytanani wa thalathu rukabi. Mtume wetu Muhammad alisema arraqib shaytan, msafiri akisafiri kwa peke yake, huyo ni shaytan, huyo ni ibilisi. Nini maana? Mara nyingi ukisafiri uko peke yako, kwenye hiyo safari unafuaga uko expose kwa percent kubwa kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kama upo miongoni wa wale ambao Mungu amewarehemu. Lakini mara nyingi wenye wanakuwa safiri kwa peke yao wanakuaga mara nyingi wanamkosea Mungu. Na kubwa zaidi na washidaga wengi ni wachache akiwa peke yake darasani sana yetu. Amjoro kwa wakati hata Mungu safari nyewe mnapiga sala pale na pengine mnachanga sala kwa sababu Mungu asafiri. Na wengine wamepakaa ndani ya basi wamekauka, na wengine wako wanatafutana na chips na kuku, na pengine nyewe mnamaliza mnawabuta mrestaurant kwa wanakula wala kwa sadi. Na wakati mwingine kwa shikola mbetukasani tukifika, na pengine watufika na michoko hawasani. Hapo ndio tutasema sasa wale ambao wakisafiri peke yake na iko hoteli na kama talala uma aje peke yake, wako wauni kama hao. Na hasa akijua kwamba hapa hakuna anayejua katika binadamu, kama ni kulewa atalewa, kama ni kwenda riziki ataenda riziki, kama ni usharati ataenda usharati. Kwa hiyo mtu anakuonyesha kwamba ukisafiri peke yako wewe ni ibilisi. Akasema warakibani, na mkiwa mkoa shaytanani, ni mashaitani hao. Kisha mtume akasema wa thalathu bukabe, ama wasafiri wanaanzia hao, isipokuwa kama itakuwa ni mimbadi dharura. Maana kuna safari zingine haiwezekani mwende watatu, hiyo inakuwa ni dharura. Lakini vizuri watatu, wane, yaani kuanzia watatu hapa. Na dini katifunza mshakuwa idadi hiyo, lazima mchague kiongozi aniyo sahihi. Huyo ndio kiwaambia tutakula hapa mnakula, tutasali hapa tunasali hapa, tutalala hapa tunalala. Lazima wetu kiongozi. Nadhani yeye anazungumza kaka zao, jamaa zao ambao kwa miaka mingi walikuwa na wadereva wa makonvoi wanamjelewa zaidi. Sababu wengi wa makonvoi walikuwa wanaenda peke yao, wanajua mengi na mengi walikuwa wanayaona, na wengine mengi waliyapitia, na wengine walichikuta wamepoteza hata maisha yao duniani, kimaanisha kwamba waliharibikiwa na dunia kwa sababu ya hizo safari walikuwa wanaenda. Ogopeni sana. Kwa hiyo ndani ya safari kuna mengi mtume anayajua. Kumbe hao maswahaba wangu, kwa sababu ya taabu, kwa sababu ya mashaka, kwa sababu ya michoko, kwa sababu ya kutokuwa na utulivu ndani ya safari, yawezekana hata dini wakashindwa kuitendea haki kama inavyo stahili. Mtume anawaaga anaombea dua, astaghfirullah dinakum, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhieni dini yenu, yaani kwa nyingine akujalieni muwe
kama mlivyokuwa mko hapa Madina mtasafiri, Uislamu ndio mtendee dini haki. Ndio kisi tunakuwa sisi tunapowatuma watoto wetu waende kusoma, hasa wale tunawatuma kwenda kusoma nje au interna. Vijana wangu wako tu wengi wanafuata madarasa yetu, wanaosoma Saudia na wengine. Anapogunja hata nifika hapo, ni wangapi wanamuuliza masomo. Bali cha kwanza wengi wanaanza kuliletea kofia, uliletea kanzu, akijifanya na ibali. Sasa ulinikumkede Samsung, ndo wengi, lakini ni wachache ambao huwa wanakumbuka iliweza masomo. Usijiwahi hiyo na dole nchi, wewe unaenda umra Ramadhani, istoki na dole nchi, sipokuwa umeenda hija. Sababu kiwa upata tena fursa hii ni sababu ndefu, ni wachache. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad alikuwa anawahusia maswahaba, la kwanza na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalindie nini? La pili wa amanatahum, na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalindie amana zenu. Maana unapokuwa umesafiri kwenye eneo lako, ikiwepo mtu, ikiwepo watoto, ikiwepo mali yako, ikiwepo vya unataka nani alichukue? Mwanamke ni kiumbe dhaifu tu. Sawa jamaa? Hata kama utakuwa na mtoto mkubwa umeacha, unamhusia, umemwelekeza na funguo zote za hazina umempa, lakini muombe Allah kuhifadhie. Kwa sababu Allah akikuhifadhia, Allah akachukua dhamana ya kukuhifadhia amana zako. Kwa Allah hapakotei kitu. Unaweza ukamwachia huyo aliyomwachia rafiki yako, ndugu yako, mke wako, mtoto wako mkubwa, kumbe na yote unamshauri asema mzee ondoka ndani ya nafsi yako, mzee ondoka tena, Mungu akulinda. Yani kwa wengine kama vile pishe ili naye atadue, kwa hiyo muda haupo. Kumbe Mtume alikuwa anaelewa haya, anawaambia ni muombe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalilieni amana zetu. La tatu watina amali, Allahu Akbar, na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awahifadhieni matendo yenu mema ya mwisho. Khawati, matendo yenu mema ya mwisho. Kwa nini? Innamal a'malu bil khawati, kwa sababu Uislamu unatizama mwisho, sio mwanzo. Kwa hiyo Mtume anamuomba Mwenyezi Mungu ni awahifadhie na matendo yenu mema ya mwisho. Yaani kwa wengine kama itatokea wengine mkafa huko, mfe katika Islam, mfe ili hali Mwenyezi Mungu amekuridhieni. Allah tujalie na sisi mwema. Uzambo wa Islam tujitahidi sana tufuate hali. Naam. Baada Sheikh Al-Albani naam, Sheikh Nasruddin Al-Albani anasema ni istafad min hadha al-hadith as-sahih. Naam. Bakan fawaid. Naam, Sheikh Nasruddin Al-Albani yazmu amrehemu anasema katika hii hadithi sahihi tunafaidika na mambo mengi sana. Miongoni mwa faida ya kwanza mashru'iyati tawjih bil qawli al-warid fi. Naam, anasema la kwanza ni kwamba tayari sheria hapa imetufunza umuhimu wa kuagana kwa kutumia maneno kama haya: astaudullah dinaka wa amanataka wa khawatim amada. Na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhie dini yako, akuhifadhie amana zako, amana vyako, na akuhifadhie pia matendo yako mema yawe ndio ya mwisho kwenye uhai wako. Naam. Wahibu yusafi kaya. Wewe unapokuwa umemwombea dua ile Mungu safidi yujibu, na yeye lazima ajibie. Anajibu ni astaghfirukum Allahu alladhi la tabiana wa dara. Na tayari ajibu alisema, na mimi pia namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu alladhi la tadhi, yeye Mwenyezi Mungu ambaye amana kwake hasipotei. Na mimi namuomba Allah pia akulinde na wewe yeye ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpokesho amana, amana ifanye nini? Haipotezi. Hali kwa mwingine ni kama naomba dua ya kwamba Allah atukutanishe pia tukiwa tuko hali tuko wazima. Na hilo la kwanza. Faida ya pili, al-akhdhu bi yadi muwadda bi yusafa. Naam, na hiyo ndo sunna. Al-akhdhu, Sheikh anasema Nasruddin Al-Albani, unapokuwa unamuadha mshike bi yadi wahid, kwa mkono huyu mmoja, wakati unamuadha wewe kwa kimpono, alafu unatamka maneno na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko unakokwenda akulindie dini yako.
na kuridhia amana zake tutakazokuwa yachebia, yani tusimamie katika amana zake. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie matendo yako mema ya uishi kwenye umri wako mkubwa. Na yeye upo anajipo anasema, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulinde yeye ambaye Mwenyezi Mungu amana anazowekezwa hazipotei kwani. Allah kulinde kero. Kisha mnaagana na kipasikia. Naam. Jaa dhikruha fi ahadithin kabira. Naam. Zimepokelewa hadithi nyingi tu. Naam. Wa ala madad alayha hadha alhadith يدل على اشتداد هذه اللفة في لغة. نعم. وفي لسان العرب wanasema aje? Walmuswafahatu al-akhdhu bil-yad. Naam, neno muswafaha maana yake ni kushika kwa mkono. Watasafu ni mfano huyo. Lakini hapa Sheikh Nasruddin Al-Albani anasema kitu muhimu. Maana alijua guruguru wa kusagi. Anasema warajulu yusafihu ar-rajul. Naam, ar-rajulu yusafihu ar-rajula. Na mwanamume anampa mkono katika kuaga mwanamume mwenzake. Sio mwenye anakwenda ni mwanamke na sio mahramu wako. Alafu na huko ufideti ndo suma jotu wagaka hakuna bebe. Hasa kwa wale wanafunzi. Maana hivi wengi mnafunga masomo. Kuna maswala ya kwenda mvakansi, kwenda leave. Kuna kuagana hii. Sasa so no la yajuzu. Mwanamume anampa mkono mwanamume. Naam. Ila wala safi tarfaini kafrihi fi safi kafri. Naam, bila shaka. Kitanga waditanga cha mkono. Au vyote viwili. Tena kwa kutizamana macho. Sawa jamani. Na inakuwa ni vizuri hata kumsalimia mtu. Anasema Sheikh, wa minhu hadith musafaha inda liqa. Unapokuwa umekutana na mwenzako hata barabarani, alafu mkapeana mkono. Anasema ni vizuri unapokupa mkono mtizame macho. Yana salamu alaykum. Na mwangalia sio salamu alaykum mtazama chini. Na mtu mkono na mtazama wapi? Macho. No limit fuse. Kuntu وفي بعض الأحاديث نشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا. نعم. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه inasema nini? Inna al-mu'mina idha laqiya binu. Mtume ndo anazungumza. Hakika Muislam akikutana na Muislamu mwenzake, sallama alayhi, kisha akamtolea salamu mwenzake, wa akhadha bi yadihi, kisha akampa mkono. Yani katika kutolea salamu alaykum wa rahmatullah, leta mkono. Salamu alaykum wa rahmatullah. Huyu akajibu, lakini kwa huyu muda mmeshikana hivi. Mtume anasema nini? Tanatharat khatayahu. Huyu muda mmekamatana hivi, tanatharat khatayahu. Madhambi yake na madhambi yangu yanadondoka. Huyu muda mmeshikana. Ndio maana wakati mwingine unakogome pomeza mkono mnakutana. Profite ucheleweshe. Sawa jamani? Tena usivurugi zile bidhaa zenu za hivi. Hamna bei hivi. Wewe umempa tu daka tu hapo. Salamu alaykum salam. Hata ikiwa vita ajina makazi hapa. Mtume anasema tanathara min madhambi yao kama yatanatharu warqul shajar. Madhambi yao yanadondoka kama gisi mnavyoona majani ya miti yanavyo dondoka. Kwa sababu tunakubera nini? Mko. Ndio maana wale wapuuzi wanakuwa na tabia za hivi. Unajua je penye mlitoa hapa zambi hazidondoki. Bali kinyume chake mnapata madhara kwa sababu haya kuna sehemu mbiatoa. Kuna sehemu mbiatoa. Kuna penye mnaigia na Mtume alisema man tashabbaha bilqaumi fa huwa min. Ukijifananisha na kundi lolote, unapenda dreads, kuna problemi siku ya kiyama mtakuwa na Bob Marley. Almar'u ma man ahabba. Mtume amesema kwa hadithi, mja atakuwa na yule anayempenda. Madamu unapenda dread, kuna politoa utakuwa nao. Sawa jamani? Na ukipenda yote katika kucheza mpira humo, sitaje jina la mtu, utakuwa naye. Na ukipenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuwa na Mtume, na ukipenda Mbaka mtakuwa na Abubakar, na ukipenda Umar utakuwa na Umar. Ndio maana utizame nani ambaye anastahili umpende mapenzi ya kweli. Wewe ndugu zangu Waislamu, Mtume anaonyesha kwamba wakati mnapiana mkono, mmekutana, madhambi yanafanya nini? Yanakukuchika, yanadondoka kama gisi majani ya mti yanavyo pukuchika
na kudono. Na fahadhihi alahadith tadullu ala anna sunna bimukafaha al-akhdh bil-yad. Naam, hizi hadithi hiyo tumesoma na hiyo ambayo tumeelekezana hapa ya kwamba inapelekea madhambi yanadondoka, zote zinaonyesha kwamba sunna ni mtu kupeana mkono na mwenzake kwa kutumia mkono mmoja, ndio sunna. Na fama yafaluhu ba'd al-mashayikh, anasema Sheikh Nasruddin al-Albani, fama yafaluhu ba'd al-mashayikh, yale ambayo yanafadhara baadhi ya mashaikh min at-tasafu bil yadayn, kwa kupeana mikono kwa mikono mingine au kachukine sawa, anasema ni khilafu sunna. Hiyo ni kinyume na nini? Ni kinyume na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maliza nikisema kwamba ni zama tumezoesha ni kama zama alizoishi Nuhu na majawani. Zama hizo ndo tuishi sisi ni kama zama zile alikuwa nabii Nuhu na umma wake. Kila ambaye alijaniwa katika kaumu Nuhu akapanda kwenye safina ya Nuhu alinishughulika na mafuriko. Na kwenye zama zetu hizi kila ambaye atapambana na nafsi yake Allah akamjalia akashikamana na sunna ya mtume wetu Muhammad, tena sawa na fahamu ya masalafu swale ya waja wema, atanusulika na hizi fitna ambazo ama ukijifanya unamuigia huyu unaweza ukaangukia pua. Na kuhusieni bila kusahau nafsi yako. Ametuhusia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba wa mtume Muhammad, na ndio usia ninakuhusieni bila kusahau nafsi yako. Anasema Ibn Mas'ud, man kana mustannan falyastan biman qadimat fa innal hayya la tu'manu alayhi fitin. Man kana mustannan, sahaba mtume azim, anayetaka kuigia mwingine, falyastan, amuigie yule ambaye alishakufa. Na hapa nakusudia mtume wetu Muhammad. Kama unataka kuigia kwenye dini, usimuigie shehe watu, na kuhusia uigie mtume. Ibn Mas'ud anasema fa innal hayya, kwa hakika binadamu yoyote ambaye bado yuko hai, la tughmanu alayhi fitna, kwa muda bado yuko hai anakuwa bado hajaepukika, bado hajaokoka na fitna. Wako wengi tu katika mashekhe waliokutangulia kwenye uwanja wa dawa ambao walikuwa wazuri kwenye macho ya binadamu, walikuwa wanaonekana wacha Mungu, walikuwa wanaonekana wenye msimamo, lakini mwishoni wa uhai wao kuna wengine kufanya mashia. Na zamani walikuwa ni wasuni wazuri, wakitoa hutuba misikiti inajaa, lakini walijikuta na mkeo. Nadhani wazee wanakumbuka zama hizo. Wako na wengine walikuwa wakisalisha ndani ya misikiti hii wanalia kwa sababu ya huzuni na nini, lakini mwishoni wa uhai wao walikufa vifo vya aibu. Allah tulinde sote na tukushukuru kwa vizuri. Kwa hiyo mtu anapokuwa bado yuko hai anakuwa hajaepukika na nini? Na fitna. Kumbe kama unaingia ile shakufa, kwa sababu ile shakufa kitabu cha dini hana cha kubatini, na hasa tumeingia mtume wetu Muhammad na hafu khafaun biliani na akhira. Mwenyezi Mungu ilifikisha na nakuombea akomba mwanangu bisha inshallah stoya zana, alafu tuulizane maswali. Allahu Akbar.